Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 4 mwezi Aprili, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Benedikto Mwafrika, mtawa Mfransisko, na pia maisha ya Mtakatifu Isidori wa Sevilla, askofu na mwalimu wa kanisa. Maisha ya Mtakatifu Benedikto Mwafrika, mtawa. Benedikto alizaliwa katika kisiwa cha Sisilia nchini Italia. Aliitwa Benedikto Mwafrika kwa sababu ya mwonekano wake, maana wazazi wake walikuwa Waafrika waliotoka Afrika ya Kaskazini. Walitekwa wakaletwa uhamishoni katika kisiwa cha Sisilia, na huko waliuzwa kama watumwa. Aliyewanunua alikuwa Mkristo, hivyo aliwapa uhuru, wakafundishwa dini na kubatizwa. Tangu akiwa mdogo, Benedikto alimcha Mungu. Alikuwa na bidii katika sala na kushika amri za Mungu. Aliutesa mwili wake ili ufuate matakwa ya Roho, usipate kumlegeza. Wazazi wake walipokufa, aligawa mali alizorithi, akawagawia maskini. Baadhi ya watu walimdharau kwa sababu ya rangi yake. Mhudumu wa watawa wa Fransisko alijua hilo na aliona jinsi Benedikto alivyokuwa mvumilivu. Alimwalika Benedikto kujiunga na shirika lake. Benedikto aliachana na malimwengu na akaingia utawa wa Wafransisko. Alipokwisha kuvaa kanzu ya kitawa, aliongeza bidii katika ibada na mambo yote ya sala. Wenzake walianza kumwangalia kama kioo cha maisha ya kitawa, wakishindana kuifuata mifano yake. Usiku, Benedikto alizoea kulala sakafuni, tena kwa muda mfupi tu. Alivaa nguo duni, alikuwa na moyo mnyofu sana. Hata watu walipomwona walisema hakuwa binadamu tena, maana alikuwa kama malaika. Kadiri siku zilivyokwenda, watawa wenzake walizidi kumheshimu na kumpenda kwa vipaji na fadhili zake bora, hata mwishowe walimteua awe kiongozi wao. Walipomteua kuwa mhudumu wao, hakujivuna hata kidogo. Aliendelea kuwa mnyofu na mnyenyekevu. Mwenyezi Mungu alimjalia uwezo wa kutenda miujiza. Aliishi maisha ya kitawa muda wa miaka 33. Mwishoni aliugua sana, na akijua kuwa hiyo ndiyo saa yake ya mwisho, alijiandaa kiroho. Basi alipokwisha kupokea mpako mtakatifu wa wagonjwa, akakata roho mjini Palermo huko Italia mnamo mwaka 1589. Papa alimwandika katika orodha ya watakatifu mnamo mwaka 1807. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Benedikto Mwafrika, mtawa. Ningekuwa nataka kuwapendeza wanadamu, nisingekuwa mtumishi wa Kristo. Rejea waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya 1 aya ya 10. Tutizame pia maisha ya Mtakatifu Isidori wa Sevilla, askofu na mwalimu wa kanisa. Isidori alizaliwa mnamo mwaka 560 mjini Cartagena huko nchini Hispania. Wazazi wake walitoka ukoo bora na walikuwa matajiri na wacha Mungu. Isidori alikuwa na ndugu zake 3 watakatifu, yaani kaka zake 2, Mtakatifu Leandri, askofu mkuu wa Sevilla, na Mtakatifu Fulgensi, askofu wa Eija, na pia dada yake aliyekuwa mtawa, yaani Mtakatifu Florentina, ambaye aliongoza nyumba 40 za kitawa zilizokuwa na masista 1000.
Baada ya kifo cha baba yake, Isidori alijifunza elimu ya maarifa chini ya uongozi wa mkubwa wake Leandri. Lakini Isidori hakupenda sana kukaa siku nzima darasani. Alichoka na alitoroka akaenda shambani. Alipokwisha tembea kidogo, alichoka na akataka kupumzika. Akakaa kitako karibu na chemchemi kwenye jiwe kubwa lililochimbwa na matone ya maji yaliyoliangukia moja baada ya jingine. Alitaka kujua jinsi gani shimo hilo limechimbwa jiweni. Akamuuliza mwanamke mmoja aliyekuwa akipita. Mwanamke huyo alimweleza kuwa maji, kwa kutonekea jiwe hilo usiku na mchana, yalichimba shimo aliloliona. Isidori alianza kufikiri rohoni mwake na kujiuliza, labda mafundisho ya ndugu yangu mwisho yataingia katika kichwa changu kigumu. Alirudi shuleni kwa mkubwa wake Leandri, akaongeza bidii katika kujifunza hata hatimaye akawa askofu na mwalimu wa kanisa. Mnamo mwaka 599 Isidori aliteuliwa kurithi kiti cha uaskofu wa Sevilla kutoka kwa kaka yake Leandri na kuongoza jimbo hilo kwa muda wa miaka 37 kwa mafanikio makubwa. Chini ya uongozi wake, Wavisigoti waliotawala nchi ya Hispania kwa miaka takribani 200 waliongoka kutoka kuwa wafuasi wa Ario hadi kuwa Wakatoliki. Kwa miaka 40 alijishughulisha kuupinga uzushi wa Ario na kuwaimarisha Wakristo wa Hispania katika imani. Askofu Isidori aliitisha mikutano ya baraza la maaskofu wa kanisa la Hispania na kuiongoza. Alileta nidhamu kali katika kanisa, akaimarisha umonaki katika jimbo lake na kukazia umuhimu wa elimu. Katika sinodi ya maaskofu ya Toledo mnamo mwaka 633, Isidori alisisitiza kila askofu aanzishe seminari katika jimbo lake na awahimize wa seminari kujifunza lugha ya Kigiriki, Kiebrania, sheria, udaktari na maandishi ya mwana falsafa Mgiriki Aristoto licha ya masomo ya kidini. Isidori alitunga utaratibu kwa ajili ya seminari na shule za sekondari za Hispania ambao ulileta maendeleo makubwa katika nchi yote. Kwa juhudi za askofu huyu, nchi ya Hispania iligeuka kuwa kitovu cha elimu, huku nchi nyingine za Ulaya zikionekana kurudi nyuma katika elimu. Kwa sababu ya mchango wake mkubwa katika sekta ya elimu, Mtakatifu Isidori huitwa mwalimu wa shule za karne za kati. Isidori anajulikana kama mwanafalsafa Mkristo wa mwisho wa karne za mwanzo na baba wa kanisa wa mwisho wa Kilatini. Isidori aliandika misale na breviali ya Kihispania na hivyo anajulikana kama muasisi wa liturjia ya Kimozarabi. Isidori alikuwa na maarifa ya kila sayansi ya wakati wake. Hivyo aliandika kitabu chenye mkusanyo wa maarifa yote ya wakati ule katika tasnia ya teolojia, sheria za kanisa, maisha ya kiroho, historia, jiografia, elimu ya nyota, sarufi na wasifu wa watu mashuhuri. Kitabu ambacho kilikuja kuwa maarufu sana katika karne za kati. Isidori alifariki dunia mnamo tarehe 4 ya mwezi Aprili mnamo mwaka 636. Alitajwa kuwa mtakatifu mnamo mwaka 1598 na mwaka 1722 akatangazwa kuwa mwalimu wa kanisa na Baba Mtakatifu Benedikti wa 14.
Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Isidori wa Sevilla, askofu na mwalimu wa kanisa. Mateso ya adui hayapunguzi thamani yako, bali yanakuinua. Mateso yanafundisha, hayaangamizi. Kadiri tunavyoteseka katika ulimwengu huu kwa ajili ya Mungu na watu, kadiri hiyo hiyo tuna uhakika wa kuupata ulimwengu ujao. Kadiri tunavyohuzunika katika ulimwengu huu kwa ajili ya dhambi zetu na za watu, kadiri hiyo hiyo heri yetu itakavyokuwa kubwa mbinguni. Rejea ya Mtakatifu Isidori wa Sevilla. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina.